Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Hapa nimekusogezea taarifa ya kile ambacho Young Africans kwa sasa wanakipitia juu ya kesi yao kule katika mahakama ya usuluhishi kasi, ambapo leo hii ameweza kutolewa mapya juu ya muendelezo wa kile kinachoendelea kule katika mahakama ya usuluhishi kasi. Unafahamu ya kwamba huu mlolongo wote ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo ya Machi 8 ambayo haikufanyika kutokana na klabu ya Simba kugomea mchezo ule, na kitendo kile kilisababisha Young Africans na wao kusema ya kwamba mchezo wa marejeano ambao TPLB pamoja na TFF walitangaza ya kwamba watatangaza tarehe mpya ya mchezo huo, Young Africans wakasema wao hawawezi kushiriki katika hilo jambo, wao wakiwa na matumaini ya kwamba mchezo wao ulichezwa, ila TPLB na TFF ndio walioshindwa kuweza kutoa haki juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa. Sasa tunaambiwa mara baada ya klabu ya Young Africans kuandika barua yake kuelekea TPLB ikiweza kuomba magoli 3 na alama 3, ambapo kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, ambapo ilieleza bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara ilijibu barua ya Yanga inayohitaji kupewa alama 3 pamoja na mabao 3 kwa mchezo ulioahirishwa tarehe 8 Machi 2025. Ingawa taarifa hii iliweza kusambaa, vyanzo mbalimbali vya habari vinasema kuwa barua ya bodi iliyotolewa tarehe 16 Machi 2025 inadai kuwa mechi hiyo iliahirishwa kwa kufuata kanuni na si kwa sababu ya Simba kugomea kama ilivyosema Yanga. Taarifa hiyo inadai kuwa mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote za mchezo ambao ziliendelea isipokuwa shughuli za usalama pekee. Maafisa mchezo waliondoka uwanjani na kukuwa na hatua yoyote ya kifasili zilizofuatwa ili kumpatia alama 3 na mabao 3 timu yoyote kama inavyosema kanuni ya 17. Vyanzo hivi pia vinadai kuwa bodi ilieleza kuwa klabu ya Yanga inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 17 kifungu cha 45 haziwezi kudai kwamba klabu mgeni inapaswa kuwasiliana na wadau wengine kwa ajili ya mazoezi kabla ya mchezo kama inavyodaiwa na Yanga. Aidha, bodi ilibainisha kuwa kamati ya uendeshaji ya ligi ilikusanya taarifa kuhusu mgogoro wa tarehe 7 Machi katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao Simba walitaka kufanya mazoezi na kutokea kwa matukio yaliyoleta taharuki kama vile ambavyo ilielezwa mara ya kwanza. Sasa unaambiwa hayo yote ni maelezo ambayo yako pale katika mahakama ya usuluhishi. Nazungumzia kasi, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo imepelekwa na klabu ya Yanga baada ya kutoridhishwa na majibu ya bodi ya ligi kuu ambayo yaliweza kutolewa, iliamua kuchukua hatua za kisheria, ambapo ni pamoja na kufungua kesi ya malalamiko kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo kasi. Ingawa taarifa hii ilikuwa mwanzo kama inafichwa, lakini rasmi kasi wenyewe walikuja kutangaza kwamba wanashauri la kesi ya Young Africans ikiweza kuwashutumu TPLB, TFF pamoja na klabu ya Simba kukiuka kanuni. Yanga ambao hawakubaliana na majibu yaliyotolewa na bodi ya ligi kuu na wamesema hawana imani na mwenendo wa bodi hiyo. Katika hatua hii wameamua rasmi kabisa kwamba kudai haki yao, wakilenga kurejesha hali ya ufanisi katika suala kifungo cha alama 3 na mabao 3 ambavyo walidai kisheria. Aidha, kwenye hapa nazungumzia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa huku kasi, ambako inaelezwa kwamba vikao tayari vimeshaanza juu ya kesi ya Young Africans na TPLB na TFF,
kwa kile ambacho kinachoendelea, huku kila mmoja akiweza kusubiri hatima ya kile ambacho kinachoelezwa, huku wajumbe wa kasi wakieleza kwamba shauri hili huenda likatolewa ufafanuzi mapema, kwani wanaona ya kwamba majibu ya maswali ambayo ama mlolongo wa kesi hii hauna kwamba ugumu wa kiasi hicho cha kuchukua muda kiasi kwamba labda itapelekea pengine kukaa muda mrefu kutokutolewa majibu, kwani wanasema kanuni zinaelezwa ipasavyo kwa yale ya matukio ambayo yanatokea kwa matukio kama haya ya timu moja kugomea mchezo ama timu nyingine kuwazuia watu wengine kufanya mazoezi kwenye uwanja. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni hukumu ya kile ambacho kinachoenda kutokewa, huku kuna baadhi ya wajumbe wakisema ya kwamba huenda klabu ya Simba wakakutana na kadhia kubwa ya lungu, kutokana na pale ambapo inaelezwa ikibainika ya kwamba kweli kulikuwa na viashiria vyovyote vya wao kugomea mchezo na kanuni kuvunjwa, basi bila shaka pointi 3 watapewa klabu ya soka ya wananchi. Hapa nazungumzia Young Africans ambao ndio wamekuwa wakipiga mbiu zote wakidai alama 3 na magoli yao 3, lakini kumekuwepo na taarifa zingine zikieleza kwamba wajumbe wengine wakibainisha kwamba kama klabu ya soka ya wananchi Young Africans na wao wakikutwa na hatia katika hili la kuzuia timu moja kufanya mazoezi, basi bila shaka huenda kukutana na faini nzito. Lakini swala gumu zaidi ni kwa upande wa Simba ambao inaonyesha kwamba wao ndio wako sehemu mbaya kwa sababu ya kugomea mchezo, na kitu ambacho FIFA na kafu wanakilaani ni kuweza kutokuheshimu ratiba ambayo inapangwa na shirikisho husika juu ya mchezo husika, kwa sababu pale unapopangiwa mechi na ratiba ukabadilisha, ni kana kwamba ni kama vile unaingia kwenye utovu wa nidhamu na pengine kusababisha hasara, kwa sababu kama vile ambavyo inavyoelezwa, wajumbe wanasema ya kwamba kuna haki za matangazo ambazo zinasimamiwa na Azam FC, Azam TV, ambao pia kwa siku hiyo waliweza kuingia hasara kwa namna moja ama nyingine. Mashabiki ambao waliweza kutoka sehemu mbalimbali kuja kuifuatilia dabi hiyo, lakini mwisho siku haikuchezwa, na yale yote makubwa ambao waliweza kutokea pale. Kwa hiyo pengine sakata hili linazidi kuchukua sura mpya uko kasi, huku wajumbe wakiweza kuvutana kwa hoja, kila mmoja akiweza kuangalia namna kuweza kutoa majibu ambayo yatakuwa sahihi kwa TPLB, TFF, Simba pamoja na Young Africans. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia mamlaka husika ambayo kwa sasa ni kasi pekee ndio wanapewa jicho na masikio kuweza kusikia muda wowote kuanzia sasa ambavyo tunavyozungumza majibu yanaweza kutoka. Na mimi nitakusogezea hapa katika chaneli yako pendwa ya Wena Media. Fanya tu kusubscribe na kisha kabonyeza alama ya kengele, unakuwa ni mtu ambaye una uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu wakati wowote, kwa sababu jambo hili ni kubwa na muda wowote ambapo litakapojili basi upaswi kuweza kupitwa. Fanya hivyo sasa hivi ili kuendelea kuwa familia.